Kiswahili ni lugha inayoenea kwa kasi barani Afrika na duniani kote kwa ujumla. Maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani kwa Afrika Mashariki yalifanyika nchini Burundi, jijini hapa Bujumbura. Jiji la Bujumbura lipo kando ya ziwa Tanganyika, liligubikwa na tabasamu la kiutamaduni na sherehe za kimataifa. Mjini hapa Bujumbura, maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili yalifunguliwa kwa kishindo. Yaliwakutanisha viongozi wa ngazi za juu, mabalozi, wadau wa lugha ya Kiswahili kutoka kote katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ikiwa ni fursa ya kipekee, kongamano hilo limeangazia safari ya Kiswahili kutoka lugha iliyokuwa ikidharauliwa hadi kuwa kiungo kikuu cha mshikamano, biashara na diplomasia katika ukanda huu. Katika ufunguzi rasmi wa kongamano hilo, waziri wa vijana, sanaa na michezo Bilidia Nsekera ndiye aliyefungua kongamano hilo, huku akielezea furaha yake kwa Bujumbura kupewa fursa ya kuandaa tukio hili la kihistoria. Katika hotuba yake alibainisha jinsi Kiswahili kilivyopiga hatua kubwa nchini hapa Burundi. Viongozi kutoka EAC, waheshimiwa wataalamu wa Kiswahili, habari za asubuhi. Kwanza kabisa, tunashukuru kwa kuchagua kuja Bujumbura na Burundi, karibu sana. Pili, lugha ya Kiswahili tunaipenda sana, ni lugha tamu. Tatu, Waswahili wa Burundi ni wataalamu na wasafi. Mchikomee mali. Makofi. Ine, Kiswahili tunakipenda sana, tunakiongea, tunakifundisha na kipo kwenye habari. Tano, viongozi wengi Burundi wanaongea Kiswahili na wanakipenda. For example, nimezaliwa Bujumbura, mu family banasema French na Kirundi. Kusema Kiswahili ni matatizo sana. But hivi nasema Kiswahili kidogo kidogo, kama naenda mu family bananjiona kama ni mkubwa sana. Mwisho, tunawakaribisha Burundi, tunawatakia mkutano mwema. Tunawatakia maadhimisho mema ya siku ya Kiswahili ya tarehe 7 ili kuendeleza lugha za Afrika. Tunawatakia shughuli njema. Kwa maneno haya, ninafungua mkutano huu rasmi. Mungu bariki Burundi, Mungu bariki Afrika Mashariki, Mungu bariki Afrika, Mungu bariki Kiswahili. Asante sana. Wadau wa lugha nchini hapa Burundi wanaona kuna hatua zaidi za kuchukua. Waziri wa zamani wa habari, mwanaharakati na mtangazaji mkongwe Bwana Karenga Ramadhan alitumia jukwaa la usiku wa Mswahili kutoa wito thabiti kwa serikali ya Burundi na viongozi wa nchi za Afrika Mashariki kurasimisha Kiswahili katika nyaraka zote rasmi za serikali ili kutoa fursa sawa kwa wananchi. Waswahili Kiswahili juu zaidi. Mheshimiwa Bilidia Nsekera ambaye ni waziri wetu wa vijana, michezo na utamaduni, ambaye ni mwanaspoti pia, kwa sababu ndio alikuwa kiongozi wa kwanza katika historia ya dunia kuwa katibu mkuu wa chama cha mpira duniani hapa kwetu Burundi, FFB. Waheshimiwa manaibu waziri, naibu waziri wa vijana, utamaduni na sanaa Tanzania, Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya kigeni na ushirikiano, Mheshimiwa naibu katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa ndugu zangu mabalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Kenya, waheshimiwa katibu mkuu wa tume
ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inahusika na maendeleo ya Kiswahili, watendaji wote mliohusika kwa upande wa nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nimesimama hapa kama Mswahili, lakini kwa wale ambao walikuwa wamezoea au hawajazoea, sio vijana wadogo, walikuwa watazoea kusikia hii sauti. Hii ni BBC London. Hapa ni sauti ya Ujerumani mjini Cologne. Hii ni Radio Japan NHK World. Lakini tulianzia hapa Radio Burundi, Samilizia Republika ya Burundi. Kwa hivyo mimi naitwa Karenga Ramadhani, kama mlivyosikia, mtangazaji mwanahabari mstaafu ambaye alifanya kazi katika station kama 6 za kimataifa 5 na moja ya hapa nyumbani. Mwanasiasa pia, nimeshiriki katika serikali, bunge, lakini na harakati za kupigania Uswahili na uhuru wa nchi hii. Lakini nimesimama hapa kwa kuwakilisha Waswahili wa Burundi. Ningependelea ndugu zetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wajue kwamba Waswahili wa Burundi ni mchanganyiko wa vitu vingi. Inaweza kuwa kabila, inaweza kuwa mila, inaweza kuwa dasturi, inaweza kuwa vyote. Kwa sababu hapa Burundi Waswahili kawaida wako mwambao wa ziwa Tanganyika, na ambalo liko mita chache tu kuanzia hapa kwenye ukumbi huu. Wale ambao wana hamu ya kupata upepo wa ziwa Tanganyika ni hapa. Lakini msingi wake ni kwamba maeneo ya ziwa Tanganyika ndio uti wa mgongo wa Kiswahili, si kwa Burundi tu, kwa Tanzania. Tukianzia hapa Uvira kwa mfano, hapa Kongo, nimefurahi kusikia watu wa DRC wamekuja ambao ni pembeni tu hapa, watu wa kwetu hapa Bujumbura, kuendelea ninapozaliwa huko ambako ndio kitovu cha Kiswahili, mji unaitwa Rumonge, kusini magharibi ya Burundi, Nyanza-Lac na miji muhimu yote ya Burundi inaongea Kiswahili, ni sehemu zote za biashara. Kwa hiyo nawakaribisha kwamba hapa mko katika ulimwengu wa Kiswahili, na Waswahili katika nchi hii wanajitetea, wamejipanga vizuri sana. Kwa hiyo waheshimiwa wageni, sikukuu hii ya Kiswahili ya kimataifa kuileta hapa kwetu Burundi, na sasa katika mji wa Bujumbura ambao una historia ya Uswahili, una historia kubwa sana ya Waswahili. Waswahili ndio wameunda uhuru katika nchi hii, tena ambao walishirikiana na Waswahili wa nchi zote za Afrika Mashariki. Niwapeni mfano, hasa ndugu zetu Mheshimiwa Balozi wa Tanzania, mlikuwa mnamsema Ikisimba marehemu ni Burundi hapa. Yeye ni mdengereko kabisa Mpwani, lakini baba yake amemzalia hapa hapa Buyenzi, mtaa wa Waswahili, ambaye baadaye alikuwa waziri wa viwanda na biashara na mbunge Tanzania. Amezaliwa barabara 4 namba 10 Buyenzi. Lakini sio huyo tu, wa ndugu zetu wa Ziwa Victoria, tulikuwa na kasisi ya miaka ya uhuru aliitwa Christopher Mbili Reverend, ambaye ndio baba yake Walter Bugoya aliyekuwa diplomatic advisor wa Rais Tanzania, na yeye alikuwa kutusaidia kugombania uhuru hapa miaka ya 50 na 60. Tulikuwa na mzee anaitwa Salum Hassan Mashavu, ambaye ndio alikuwa meya wa kwanza wa mji wa Tabora. Alioa hapa na ndio aliharakisha Warundi na kuwahimiza kupigania uhuru kwa kusukumwa na chama cha TANU. Kwa hiyo Waswahili hapa Burundi walipigania uhuru mkubwa mpaka leo. Lakini sio hivyo tu, Waswahili walishiriki katika mambo mengi ya michezo. Vijana hamjui, kuna wachezaji mnawajua sana, mliosikia kina Sigara, kina Magabanya, kina Kamchacha, wakina Captain Ali, kina Sadi. Hao wote walikuwa ni Waswahili ambao walikuwa wameendeleza mpira wa miguu, akiwemo Sigara ambaye alikuwa captain wa timu ya Burundi Sport Dynamic na timu ya taifa. Alikuwa pia Ali ambaye pia alikuwa captain wa timu ya taifa. Juma Mosi alikuwa captain wa timu ya taifa. Kwa hiyo hata kimichezo. Lakini twende kwenye burudani. Bwana Jesus, simama kidogo. Hii bendi mmeiona hapa inaitwa Jasmine Musical Club.
ina zaidi ya miaka 50 au 60 katika historia ya Burundi. Ilianza zamani kwa watu walitoka Zanzibar au Tanga, zamani ilikuwa hii Ahmed Safar, ikageuka ikawa Njumu, lakini baadaye zikaja bendi zingine nyingi tu, Super, ikaja Buta, ikaja Shan Musical Club na Jasmine ambaye tuko naye hapo nimeshaitaja. Yote ni kuonyesha utamaduni wa Kiswahili nchi hii ulikuwa umeweza kujengeka. Mama, naomba kiti kidogo, kwa sababu sio vitu vyepesi hivi. Tulipitia mambo marefu ndugu zangu. Samahani waheshimiwa, samahani. Nimezungumza katika mambo ya utamaduni pia. Ningependelea wale waheshimiwa ambao wako katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, tume ya kuendeleza Kiswahili, mtambue kwamba tuna watu ambao wametusaidia. Na muona Mama Dorothea nilikuwa nimeona hafla. Huyu ni katika wasanii wakubwa waliohamasisha Kiswahili katika chuo kikuu cha Burundi. Tunakushukuru mliopata taarifa kutoka chemchemi za kikoloni, kwa sababu ya hizi harakati Waswahili walifanya katika kupigania uhuru wa Burundi. Wakoloni waliona Kiswahili ni kitisho. Na wapeni mfano mdogo, mashine ilikuwa ikitumika katika kuhamasisha watu wapiganie uhuru ililetwa na mzee Salum Hassan Mashangu. Nendeni kaulize Tabora pale, jirani ya mtaa wa North Swahili pale, na mashine hiyo bado ipo. Waheshimiwa, ningependelea watu wa Wizara ya Utamaduni na Michezo Tanzania mkaitembelee. Iweko pale ni kama kumbukumbu. Ndio iliyoletwa kwa niaba ya TANU kuja kuhamasisha hapa na kufiatua hivi vijikaratasi usiku na mchana. Wakoloni hawajui vinaandikwa wapi. Vilikuwa vinaandikiwa kwa Buyenzi, barabara 11 namba 23. Kwa hivyo huu mchango wa uhuru ulikuwa ni mkubwa sana, lakini masikitiko, baada ya uhuru, kutokana na kuja sasa serikali mpya hii ambayo ni kiwemo tumeiasisi 2005, tukahakikisha kwamba tabaka zote za raia wa Burundi zinaingia serikalini. Ushahidi ni mama waziri wa michezo na utamaduni ni Mganwa, ni familia ya kifalme. Watu hawajui hivyo. Ni Mganwa kazi ngao. Ni mwalimu mwingine kubona Bagano watu mwingine ita Burundi. Haliona watu jamani, kuna watu pia ambao wale wanaita mbilikimo wamo katika serikali. Wa jamii zote, wa mikoa yote wanaingia katika serikali na vyombo vyake. Kwa hivyo tunataka kuambia ndugu zetu, wageni wetu wa heshima, kwamba Burundi si ile ambayo tulikuwa mkidhania miaka ya 60 ya 70. Burundi imegeuka, ni nchi na amani, na Waswahili wamechangia katika utengamano wa taifa. Pamoja na yote hayo, kwa kumalizia, tungewaomba yafuatayo. Waswahili waweza kujiendeleza. Sisi tume ya maendeleo ya Kiswahili, moja ya mambo tungeomba muihamasishe serikali yetu ni kuwa na mkataba, memorandum of understanding between the government of Burundi and the commission, ambayo itasaidia kuimarisha, kukuza Kiswahili katika sekta mbalimbali, kwa sababu mkataba kama huu ukishafanyika Burundi. Excellence Madame Ministre, il y avait un protocole impact linguistique qui a été signé le 28 novembre, si je ne me trompe pas, 2014, entre le gouvernement du Burundi et la francophonie. Et elle a été le pacte a été mis en forme exactement le 1er janvier 2015. J'aimerais qu'un genre de pacte de mémorandum soit aussi signé entre la commission de développement de la langue swahili et le gouvernement du Burundi, dans le prolongement des accords dans le renforcement des langues. Kwa hivyo nilikuwa najaribu kumfasiria Mheshimiwa Waziri umuhimu wa mkataba kama huu. Le pacte linguistique a été signé au Burundi en 2014 et mis en application le 1er janvier 2015, autorise le développement de la langue ou des langues. C'était pour le cas du français. Kwa hivyo mkataba ukiwepo, hii MOU kati ya serikali na taasisi ya Kiswahili itatusaidia kupenyeza yale
naweza kusema matakwa muhimu, vigezo muhimu vya kuendeleza Kiswahili hapa Burundi. Kwa mfano, leo serikali ya Burundi ilipitisha sheria tukiwa bungeni 2014 inayofafanua matumizi ya lugha hapa Burundi. Tukapanga kwamba katika lugha rasmi ni 4. 3 zinatumiwa kwa kufundishia, kwa kusomeshea na kuzungumzwa katika idara mbalimbali za serikali ambazo ni Kirundi, Kifaransa na Kiingereza. Tukaongeza kwamba Kiswahili, according to the East African Charter, which is saying the official language of the East African community is English, but Kiswahili is the lingua franca for the people of East African community. Kwa hiyo ikiwa kama Kiswahili kilipewa uzito wa kuwa lugha ya kanda nzima ya Afrika Mashariki, kwa hivyo tulitumie. Nimefurahi kusikia mjumbe wa Somalia yuko hapa. Tumefanya kazi na Daud Awes ambaye ndio waziri wa habari Somalia, ambaye alikuwa mtangazaji wa Kiswahili BBC. Kwa hiyo napongeza Somalia kwamba wamemtambua Mswahili wakampa wizara ya habari na utangazaji. Ukirudi Somalia mpe salamu zangu. Hiyo ni kutaka kutuonyesha kwamba Uswahili umepanuka. Lakini masikitiko yangu, waheshimiwa manaibu waziri, mheshimiwa mabalozi, tunafanya mikutano ya Afrika Mashariki. Marais wetu wa kanda hii wanaongea Kiswahili. Kwa nini wanaongea Kiingereza katika mikutano yao? Kwa nini hatuhamasishe kuongea Kiswahili? Waheshimiwa mawaziri, mnapokuwa kwenye vikao vya Afrika Mashariki, kwa nini hatuongee Kiswahili chetu ili tukipe uzito? Nafikiri na hiyo watu wa tume ya Kiswahili ingekiweka hapo kwamba as the lingua franca of the people of East Africa, tujifunze katika vikao vyetu, na tunampongeza Rais Samia alipokuwa Urusi alipoongea Kiswahili. Mpigieni makofi. Mbele ya Rais Putin alisema Kiswahili. Bwana Putin, wewe unasema Kirusi na mimi naongea Kiswahili, wakalimani wa tafsiri. That's the way things should be. Kwa hivyo na sisi tuanze kwanza hapa kwetu. Katika kuonesha mfano wa vitendo, balozi wa Tanzania nchini Burundi Bwana Gelasius Gaspar Byakanwa alitoa changamoto ya aina yake kwa washiriki wote wa kongamano hilo kutotumia neno lolote la kigeni wakati wote wa mkutano huo, bali kutumia lugha ya Kiswahili pekee. Balozi Gelasius Byakanwa alionyesha wazi kuwa Kiswahili si lugha tu, bali ni chombo cha kidiplomasia, na alisisitiza haja ya kudumisha na kuendeleza matumizi ya Kiswahili katika ukanda mzima bila kubagua. Kwa upande mwingine, Balozi Gelasius Byakanwa alitoa changamoto ya aina yake kwa washiriki wote wa kongamano kutokutumia neno lolote la kigeni wakati wote wa usiku wa Mswahili, watumie Kiswahili sanifu pekee. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya nje ya Tanzania, ndugu yangu James Maria, naomba usimame wa kuone, sio kila mtu anafahamu. Mheshimiwa naibu waziri wa vijana, michezo na utamaduni kutoka Tanzania, ndugu yangu Hamisi Mwinjuma, naomba usimame, wengine wanakujua kama mwana FA. Mheshimiwa katibu mtendaji wa kamisheni ya Kiswahili, Mheshimiwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, Mheshimiwa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Burundi unayeshughulikia mambo ya Afrika Mashariki, wataalamu wa Kiswahili, watafiti, wanazuoni, wanafunzi, mabibi na mabwana, habari za jioni. Tugira mahoro. Waheshimiwa viongozi mlioko hapa na washiriki wa usiku wa Waswahili, nimekuwepo Burundi sasa yapata mwaka wa 3, na kila wakati tulipojaribu kufanya hizi kazi tulipata ushirikiano mkubwa kutoka serikali ya Burundi. Lakini kipekee nimshukuru Mwalimu Dorothy pamoja na kitivo cha Kiswahili cha Chuo Kikuu cha Burundi.
lakini tumepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya Burundi. Mtakumbuka mwaka 24 tulifanya mashindano ya kuandika insha za Kiswahili. Naomba tuwapongeze wale walioshiriki kwenye uandishi wa insha za Kiswahili. Lakini mwaka jana tulishiriki katika mdahalo wa Kiswahili. Tulishirikiana na vyuo vingine, chuo cha walimu na chuo cha uongozi. Naomba tuwapigie makofi wote hao walioshiriki. Mheshimiwa Waziri, mwaka huu tumeshirikiana na shule ya sekondari, tumeanzisha vilabu vya Kiswahili. Tunakipeleka Kiswahili kwenye shule za sekondari na shule za msingi. Sasa mwaka huu tulipata wito kutoka kwa serikali ya Burundi wakituomba kushiriki kuandaa usiku wa Mswahili. Mimi imani yangu inaniambia wema ni mchezo wa kupokezana vijiti. Kwa hiyo kwa kuwa walianza kunitendea wema kwa kunipa ruhusa ya kukisambaza Kiswahili Burundi, basi niliona ni sehemu ya mimi kulipa wema huo kwa kuandaa usiku wa Kiswahili. Niliona ni shughuli yetu sote. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na viongozi mlioko hapa, kuna jambo moja la msingi tunapaswa tujifunze kwenye usiku wa leo ambalo linaweza kuwa na faida katika kukuza utamaduni wetu pamoja na kukuza Kiswahili chetu. Kitu kimoja nilichojifunza Burundi ni kwamba hii ngoma mliona ikichezwa ni ngoma inayofundishwa mashuleni na kuanzia vijana wadogo. Tumetambulishwa kwenye bendi yetu inayoimba nyimbo za taarabu, lakini tunajua nyimbo za taarabu Tanzania na hususan Zanzibar na mwambao wote wa bahari kwamba ni mziki ambao unaonekana kama unapotea. Nikiulizwa kwa nini na uona ukipotea, ni kwa sababu tumeamua mziki uimbwe na yeye atakayejisikia kuimba, na tuweke jitihada za kufundisha mziki kwa watoto wadogo, wakauelewa mziki na misingi yake, na wakakuwa wakijua kwamba wanao wajibu wa kujifunza huo mziki na kulea na kupeleka kwenye kizazi kingine. Kwa hiyo ni jambo jema tukiiga kama wanavyofundisha ngoma ya Kirundi kwa watoto wadogo, na sisi tukaanza kufundisha mziki wetu wa taarabu. Vinginevyo tutapoteza huu utamaduni na tutajikuta tumekumbatia utamaduni wa watu wengine. La mwisho ambalo nataka kuwashirikisha nimemsikiliza Kalenga Ramadhani akiongea. Ametupa historia nzuri sana ya Kiswahili nchini Burundi. Lakini nimekuwa na hisia ya kama kuna watu bado wanajiona wao ndio Waswahili, wengine sio Waswahili. Kwa ninavyoelewa mimi, kwa kuwa Kiswahili kimeshatambulika kama ni lugha rasmi ya Afrika Mashariki, sisi sote ni Waswahili. Na kama ni mtumwa, basi ni mtumwa wa utamaduni mwingine. Naibu Waziri wa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo nchini Tanzania, Hamis Mwejuma Mwanaifei, alikuwa mmoja wa wageni walioteka hisia za waliohudhuria. Hamis Mwejuma alikumbusha mchango wa Kiswahili kama lugha inayostahili kipaumbele cha juu kwa kuwa ndio msingi wa muungano wa Afrika Mashariki. Jamani, habari za usiku. Hali zenu? Mimi hali yangu si hayati, si mamati, ni kati kwa kati, si mzima wa kutembea sana wala si mgonjwa wa kulala kitandani. Hakuna nyakati nzuri ambazo nazifurahia sana kwenye shughuli hii, hasa nikizifanya nje ya mipaka ya Tanzania na nikakuta watu wote wanalazimika kuongea Kiswahili neno la kwanza mpaka la mwisho kwenye shughuli hii. Mheshimiwa Balozi ameweka vizuri sana. Miongoni mwetu atakayesema yeye si Mswahili anapaswa kufahamika kwamba bado ana hisia za kitumwa kichwani kwake. Na nadhani tumefika mahali sasa tushindane nani Mswahili zaidi, lakini sio kwamba mimi si Mswahili.
Mimi nilikuwa namwambia Mheshimiwa Balozi na Mheshimiwa Naibu Waziri hapa mchana. Kule Tanzania mimi natokea Tanga. Ushasikia Tanga eh? Tanga mapenzi yalikozaliwa. Na hata mzee wangu Kalenga anafahamu, amenitajia watangazaji wenzake wengi ambao wamefanya nao kazi wametokea Tanga. Kwa nini? Kwa sababu Tanga kuna Uswahili kweli kweli. Sijui kama mnafahamu, lakini Swahili ni neno ambalo tumelitohoa kutoka kwenye neno la Kiarabu Sahel, kwa maana ya kwamba Sahel Kiarabu ni pwani, si ndio? Na mnaona hata ukija Burundi, sehemu ambapo watu wameanza sana kuzungumza Kiswahili ni hizi pwani pembeni ya ziwa, si ndio? Kwa hiyo Waarabu walipokuja pwani ya Afrika Mashariki wakaita pwani ile Sahel. Watu waliokaa pwani wakaitwa Wasahel. Si ndio kawaida, wanaokaa sehemu fulani ni watu wa eneo hilo, Wasahel. Na lugha inayoongelewa katika eneo hilo ikawa Kisahel. Sasa nafikiri sisi kwa sababu ya ndimi zetu na kuchanganyika na lugha za Kibantu zikawa nzito, tukashindwa kusema Kisahel, Wasahel, tukasema Kiswahili na Waswahili. Hiyo ndio historia ya Kiswahili. Kwa hivyo kama tunashindania humu nani Mswahili zaidi, mimi nitakuwa Mswahili zaidi ya watu wote. Ila Mheshimiwa Balozi kwa Bukoba hawezi kunizidi mimi kwa Mswahili. Hakuna namna. Labda na mzee Shaibu katibu mkuu, mimi na yeye nimepata Mswahili mwenzangu kweli kweli. Kwa hiyo sisi tumewazidi Uswahili. Na tunawakaribisha na tunawafurahia kwa sababu na nyinyi mmeupenda Uswahili kweli kweli. Na tumepata kwamba ni moja ya mambo ambayo yanaweza kutuunganisha kama wana Afrika Mashariki na Kati hali kadhalika. Sawa sawa eh? Inapendeza, tazama jinsi ilivyo vema na inavyopendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Tukija Burundi tukakuta kuna ujumbe kutoka Rwanda, kuna ujumbe kutoka Uganda, kuna ujumbe kutoka Kenya, kuna ujumbe kutoka Somalia, kuna ujumbe kutoka Sudani ya Kusini. Leo nimeamua Mheshimiwa Balozi siongee neno la Kiingereza hata kimoja. Umeona ndio kuna ujumbe kutoka Sudani ya Kusini. Kwa hiyo tutasema hivyo. Wanasema South Sudan, si ndio? Kuna ujumbe kutoka Kongo nimetaja. Na wote ambao wako, nani ambao sijataja? Rwanda nimewataja. Lakini wote tukawa tunaunganishwa na jambo moja ambalo ni Kiswahili. Tazama jinsi ambavyo tunaweza kumtisha hata huyu mkoloni ambaye anafikiria kujirudisha huku, hata jambo kwa fikra tu, kwa vile ambavyo tunaweza kuwa tunaongea lugha moja. Tukiwa tunaongea lugha moja, tunakuwa watu wa aina moja, tunakuwa watu wa utamaduni wa aina moja, na tunaongeza nguvu yetu ya kupambania mambo yanayotuhusu. Kwa hiyo hongereni sana, nimefurahia kuwa hapa, nimejifunza mambo mengi, nimejifunza mpaka historia ya Kiswahili hapa Burundi ambayo sikuwa naifahamu kabla ya usiku huu wa leo. Kwa hivyo naamini hizi zitakuwa siku mbili nzuri sana zenye mafanikio makubwa kwa lugha ya Kiswahili, lakini ambazo zitakwenda kuleta jambo kubwa zaidi la kuwaunganisha Waswahili wote wa nchi za Afrika Mashariki na Kati, na pengine inavyoendelea kuwa ikawa lugha ya Afrika nzima ambayo itatumika kutuunganisha kama Wanaafrika. Maadhimisho haya nchini Burundi hayakuwa tu mkutano wa kutoa hotuba, bali yamekuwa chachu ya mabadiliko ya fikra na kiunganishi cha mataifa ya Afrika Mashariki. Kwa nafasi hii naleta salamu za nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa watu wa Burundi na serikali ya Burundi. Tunaona fahari na ujasiri mkubwa tukiona wenzetu kutoka mataifa mbalimbali duniani naanza kushika Kiswahili, kwa sababu Kiswahili kitatuletea uhuru wa kweli kwa bara la Afrika. Mpaka leo tuna takribani Kiswahili siku moja nilikuwa nabishana na wenzangu fulani, tumeenda kwenye mkutano mmoja kule West Africa. Wakawa wanasema Hausa ndio lugha kubwa kuliko zote Afrika. Mimi nikamwambia hapana, Kiswahili ndio lugha kubwa kuliko zote Afrika. Unajua ni kwa nini? Kiswahili
sio kabila la mtu. Hausa ni kabila la mtu, ni lugha inayotokana na kabila la mtu. Leo hii kuna Wanaafrika Mashariki karibu milioni 350 wanaongea Kiswahili, lakini vyuo vikuu vya Afrika Kusini kule vimeanza kufundisha Kiswahili kuanzia sekondari. Lakini balozi zetu za Tanzania, balozi takriban 13 mpaka sasa hivi zinafundisha Kiswahili kila mahali. Sio hiki cha Kimasai, mnaweza ukafundisha duniani mote. Wale ambao wanaweza kaona aibu kwa kuongea Kiswahili, waambieni Kiswahili ni lugha mama ya bara la Afrika. Ni lugha pekee yake ambayo inaunganisha Afrika. Ukienda kule Afrika Kusini utakuta Kosa, utakuta Kizulu, utakuta lugha mbalimbali. Ukienda Namibia hivyo hivyo, lakini ni lugha pekee yake ambayo kila Mwafrika anaweza akasema lugha yake, uwe Mkikuyu, uwe Mjaluo, uwe Mmasai, uwe Mdengereko. Daktari Samia Suluhu Hassan kunifanya sehemu ya historia kwa kuleta mahali hapa kushuhudia Kiswahili kikiongelewa. Huu ni mwanzo wa Afrika kujitambua, kujitawala. Nilikuwa nasoma historia nyakati zile katika sehemu ya kuonyesha kwamba sisi bado tumetawaliwa, ni sisi kuendelea kushikilia lugha za watu. Lugha ya Kifaransa, unakuta mtu anasimama anapiga kifua, mimi naongea Kifaransa fasihi, mwingine anaongea Kiswahili, Kiingereza fasihi. Na mimi namshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri mwenzangu, mtu naye mheshimu sana, kwa namna ambayo amekuwa msanii lakini mwenye kutunza maadili ya Kiafrika. Sio kila msanii anatunza maadili ya nyumbani. Mpaka muda huu sijaongea lugha yoyote ya Kiingereza, na namshukuru Mungu. Najaribu kujaribu kuendana namna ambavyo wewe umeongea. Natumaini mpaka tutamaliza hotuba hii. Kwa niseme tu tunashukuru sana serikali ya Burundi pamoja na kamisheni kwa namna ambavyo umeandaa jambo hili. Hili jambo ni la kushikilia. Tuendelee kujitambua. Sisi ambao ni viongozi wenu ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki tupo tayari kuwapa uwezo wowote na nguvu ya namna ya kipekee ya kuweza kuunga juhudi hizi mkono. Namshukuru sana Mheshimiwa Balozi Biakwana ambao umefanya kazi kubwa. Nimesikia sifa zako hapa ukiwa sehemu ya kuchangia jambo hili lifanikiwe. Sisi kama Tanzania na wizara yako tunafurahia uwepo wako hapa. Asante kwa nguvu. Naomba nitambue uwepo wa mwenzetu balozi wa Kenya. Asante kwa ushirikiano wenu mnaofanya. Sisi ambao tuko Jumuiya ya Afrika Mashariki, inawezekana naongea kwa niaba ya mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunatambua nguvu zenu, tunawathamini, tunawapenda. Kiswahili kiende mbele na tukishike kama sehemu ya ukombozi wa bara la Afrika. Baada ya kusema haya, asanteni kwa usiku mzuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima zako zote, waheshimiwa wawaziri na wanaibu wao, wabibi na wabana na wababa wote kwa jumla, kwa heshima zenu zote. Kama tunasimama hapa ni kwa kufikisha salamu kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inawasalimu na kueleza ya kwamba wako pamoja na nyinyi na wanampenda sana. Baada ya kufikisha salamu, tutapenda kuzungumza kidogo tu, japokuwa muda mdogo, kusema kama Kiswahili kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kina nafasi ya mbele kufuatana na katiba yetu. Kiswahili ni lugha ile ambayo inazungumzwa katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini ukifuatilia kwa lugha ile, Kiswahili kinazungumzwa na majimbo karibu 12 katika majimbo 26. Kiswahili kinazungumzwa kwa baraza ya bunge. Kiswahili kinafunzwa kwa masomo ya msingi na kwa masomo ya juu, Savile University. Ni kuona kama tangu tunaongea na Kakama, Kiswahili kinaenda mbele, hasa kutembelea kwa mama katibu mtendaji wa Kakama, Mama Caroline Asimi. Mama ni mama ndani ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo Kiswahili kiko nyuma na tunatumainia kama kitaendelea mbele. Bila kuwa mrefu, leo ni siku ya sikukuu, tunapaswa kufurahi sisi wote na tutaachia nafasi kwa wengine.
tunapenda kufikisha shukrani zetu kunako nchi ya Jamhuri ya Burundi kufuatanika na mapokezi mazuri na maandalizi yote mliyofanya. Mungu ambariki. Na kwa kumalizia, tutapenda kumwambia kwamba tupo pamoja, Kiswahili kiendelee mbele, pamoja tutashinda. Asante. Asante. Somalia. Makofi kwa Somalia Asanteni sana. Mwenyekiti, waheshimiwa mawaziri, ndugu zangu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa niaba ya Jamhuri ya Shirikisho la Somalia, napenda kuwashukuru kwa kutukaribisha. Samahani, kuanzia hapa nitaanza kuongea lugha ya Kiingereza. Somalia ni miongoni mwa wanachama wapya wa jumuiya hii na tumejiunga kwa fahari tukiwa na lugha zetu, lahaja zetu na urithi wetu wa kitamaduni. Kadiri akili kunde inavyoendelea kubadilisha dunia, ni muhimu kuhakikisha kwamba Kiswahili pamoja na lugha zote za Kiafrika zinapata nafasi katika maendeleo ya kidijitali. Hakuna jamii inayopaswa kubaki nyuma kwa sababu lugha yake haijawakilishwa katika teknolojia. Somalia inaungana na Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kuendeleza lugha zote, kulinda utambulisho wetu na kujenga mustakabali wa kidijitali unavyojumuisha wote. Ishi Kiswahili, ishi Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asanteni sana. Hapo nimejaribu. Asante, sio majaribu, umefaulu. Uganda. Mgeni rasmi, mabibi na mabwana, tunashukuru kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa siku hii mzuri sana, ambao Kiswahili yetu Uganda ni mchache sana, ni ndogo. Sisi Uganda tunaunga mkono matumizi ya Kiswahili katika jumuiya. Baraza letu ya waziri wanafunzi wa Kiswahili na ministry yetu ya East Africa Mashariki tunafanya kazi mzuri ya kufundisha Kiswahili kwa wananchi zaidi, ambao tumeshukuru Kakama kwa siku hii. Tupo hapa na mkurugenzi wa ministry hiyo, minister wetu yuko hapa, ataongea kwa Kiswahili mzuri sana, ambao tumeshukuru Mungu. Asante sana, Mungu aibariki. Asante. Kenya. Mgeni rasmi na waheshimiwa wote, assalamu alaikum. Kwa niaba ya Jamhuri ya Kenya napenda kusema kwamba kwetu tumejitahidi katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinapaa. Mimi naitwa Daktari Fred Simiyu, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Kibabii, lakini pia mwenyekiti wa chama cha Kiswahili cha Kenya kinaitwa CHAKITA. Sitaki kusema mengi kwa sababu balozi mkubwa wangu ameshaongea. Sitaki kupokea barua kabla sijapanda ndege kurudi nyumbani, lakini nitaje tu kwamba sisi katika vyuo vikuu Kiswahili tumekipa kipaumbele. Katika vyuo vyote vikuu vya umma pamoja na vya kibinafsi Kiswahili kinafundishwa. Baadhi ya vyuo vina idara za Kiswahili zinazojisimamia, lakini pia nitaje kwamba kuhusiana na kauli mbiu ya mwaka huu kwetu tayari Jamhuri ya Kenya imeshaandaa na kuidhinisha mswada sheria kuhusu masuala ya akili unde. Kwa hivyo tumepiga hatua vizuri. Asante sana. Asante. Sudani Kusini.
Yesu mkuu, Bwana na mabwana salama wa mchana hii. Mimi nilitoka Sudan Kusini, jina yangu naitwa John Atem. Kutoka salama ya rais yangu Salva Kiir. Nimesema salama hawa kwa siku hii ya Kiswahili duniani. Makofi salamu kutoka kwa rais. Ni furahi kukuwa hapa leo kuona hiyo siku kubwa kutoka Burundi, Jamhuri yetu. Leo ni siku kubwa. Unaona watu rezi tofauti umeanza kukaa hapo leo. Kutoka kwetu Kiswahili bado hajaanza kutufundisha kwa shuleni, lakini watu huko wengi wanatoka nchi zote kwa Afrika Mashariki wanatumia Kiswahili. Kutoka saa hii kuona hapa na furahi kuwa hapa na kusema salama zote kwa kila mtu yuko hapa. Nasema asante sana, wataona tena. Asante sana. Makosa kwa Sudani ya Kusini. Kiswahili Sudani ya Kusini kitalifuka kama mwakilishi wa Sudani. Wakati katibu mtendaji wa Kamisheni ya Afrika Mashariki akijiandaa, basi tuombe kwa wakuu wa msafara kutoka Tanzania wafike hapa. Wakuu wa msafara kutoka Tanzania, kama atakuja mmoja, kama watakuja wote wawili sawa. Mmoja. Karibu naibu waziri mkuu. Naibu waziri. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Vijana, Michezo na Utamaduni wa Jamhuri ya Burundi, waziri ambaye una dhamana ya kusimamia lugha ya Kiswahili, viongozi wa Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki Kakama, wawakilishi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wahadhiri, wataalamu wa lugha, wasomi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habarini za mchana. Jina langu ni Hamisi Mwinjuma, naibu waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na katika msafara wetu nimeambatana pia na naibu waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa Afrika Mashariki, ndugu yangu James Ole Milia, makofi kwake tafadhali, na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Uhusiano wa Afrika Mashariki. Lakini pia tuko na mheshimiwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Burundi, ambaye amekuwa akifanya kazi nzuri sana ya kuhakikisha Kiswahili kinakuwa lugha ya nyumbani hapa Burundi. Asante sana mheshimiwa balozi. Mabibi na mabwana, Kiswahili hoye! Ndugu mgeni rasmi, kabla sijaanza kupitia hotuba hii rasmi kabisa iliyoandikwa ambayo ni salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni wafahamishe ya kwamba miongoni mwa siku ambazo nina furaha kubwa kuwepo Burundi ni hii. Moja ni kwa sababu kwanza Burundi imekuwa sehemu rafiki sana. Wakati wote ukija Burundi unajisikia uko nyumbani. Imekuwa watu marafiki, watu waungwana mno. Lakini pili, ambalo ni kubwa kwa safari hii, mahususi kabisa kwa safari hii ya sasa, ni jinsi ambavyo tumekuwa na siku kadhaa hapa ambazo zinatutaka kuongea Kiswahili kitupu. Sasa moja, unaweza kuona
hata balozi wa Kenya ambaye jana alisema kwamba amejifunza Kiswahili kuanzia alipokuwa kidato cha 3. Unaona jinsi ambavyo amejua Kiswahili kingi pengine kuliko watu ambao wameongea Kiswahili toka wanazaliwa. Lakini amekuja mwakilishi wa Sudani ya Kusini hapa, hata vile anavyopambana kuongea Kiswahili inakupa faraja kwenye moyo wako kwamba sasa kuna mahali tunaelekea na lugha hii. Sio jambo dogo, na ni jambo ambalo linaonyesha kwamba ndani ya miaka michache hii, kama tutaendelea kwa umoja huu ambao tumekuwa nao, Kiswahili kitakuwa lugha kubwa kuliko zote zinazoongelewa barani Afrika. Kwa sasa nafikiri ni hivyo, lakini iwe tu kiofisi zaidi. Kiswahili hoye! Ndugu mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu rahimu kwa ruzuku ya uhai iliyotuwezesha kukutana hapa mchana huu mzuri wa leo, kushiriki tukio hili adhimu la kilele cha maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki hapa Bujumbura, Burundi. Aidha, nitumie fursa hii kuwasilisha salamu za dhati kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais anaipongeza na kuishukuru Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki Kakama kwa jitihada zake katika kusukuma ajenda ya Kiswahili kwenye ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia utoaji wa miongozo ya kisera, ushauri na mikakati ya matumizi ya Kiswahili kwa nchi wanachama. Hongera sana Kakama. Mheshimiwa Rais amesisitiza dhamira ya Tanzania kuendeleza Kiswahili kama lugha ya kimataifa ya mawasiliano, elimu na diplomasia katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi na ndugu zangu mliohudhuria shughuli hii, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inatoa shukrani za dhati kwa Serikali ya Jamhuri ya Burundi na Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki kwa maandalizi mazuri ya kongamano na maadhimisho haya ya 5 ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Tunawapongeza pia kwa kuchagua kauli mbiu ya mwaka huu isemayo Kiswahili wingi lugha na akiliunde. Kauli mbiu hii imekuja wakati mwafaka, kwani dunia inaingia kwa kasi katika zama za teknolojia ya kidijiti na akiliunde, hali inayotupa wajibu wa kuhakikisha kuwa lugha yetu ya Kiswahili inakuwa sehemu ya maendeleo hayo. Ndugu mgeni rasmi, Kiswahili ni urithi wa pamoja wa Afrika Mashariki na mojawapo ya nyenzo muhimu za kuimarisha umoja, mshikamano, amani na maendeleo ya watu wetu. Kwa miaka mingi, lugha hii imeendelea kuwa daraja la mawasiliano kati ya jamii zenye tamaduni na lugha mbalimbali. Leo Kiswahili si lugha ya Afrika Mashariki pekee, ni lugha ya kimataifa inayofundishwa katika vyuo vikuu na taasisi nyingi duniani na inayozidi kupata hadhi katika diplomasia, elimu, biashara na teknolojia. Serikali ya Tanzania inaendelea kushirikiana na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kuendeleza Kiswahili kupitia tafiti, usanifishaji wa istilahi, uchapishaji wa machapisho mbalimbali, tafsiri, ukalimani na mafunzo ya lugha. Tunaamini kwamba kama wahenga walivyosema, kidole kimoja hakivunji chawa. Maendeleo ya Kiswahili yanahitaji ushirikiano wa pamoja wa nchi zote za ukanda wetu. Ndugu zangu, hii ni lugha yetu na hii ni safari yetu. Wapo watakaotembea na sisi, lakini hakuna atakayetembea kwa niaba yetu. Ni jukumu letu kuhakikisha tunakishikilia Kiswahili na tunakisambaza na kuhakikisha ndio lugha kuu inayoongelewa. Ndugu mgeni rasmi, Tanzania inaendelea kuamini kuwa wingi wa lugha ni rasilimali muhimu ya kiutamaduni na kielimu. Kauli mbiu ya mwaka huu inatukumbusha kuwa maendeleo ya Kiswahili hayawezi kutenganishwa na mazingira ya wingi lugha yaliyopo Afrika Mashariki na duniani. Tanzania ni ushahidi hai kwamba lugha nyingi si kikwazo cha maendeleo. Nchi yetu ina lugha za asili zaidi ya 120. Hata hivyo, lugha hizo hazijawahi kuwa sababu ya mgawanyiko, bali chanzo cha kuimarisha undugu wetu kama Watanzania kupitia lugha adhimu ya Kiswahili. Watanzania wameendelea kuoleana, kusoma pamoja, kufanya kazi pamoja, kuanzisha vyama vya siasa pamoja na hata kuchaguana kuongoza taifa lao. Kama wahenga walivyosema, tofauti ya maua ndio huifanya bustani pendeze na kuvutia zaidi.
Vivyo hivyo, utofauti wa lugha umeifanya Tanzania kuwa tajiri wa utamaduni, huku Kiswahili kikibaki kuwa daraja la umoja wa kitaifa. Ndicho kinachotuunganisha. Kwa hakika, lugha za asili na Kiswahili si wapinzani, ni ndugu wanaokamilishana. Zipo nyakati ambao mti wenye matawi mengi ndio huwa imara kuliko mti wenye tawi moja. Katika enzi za akiliunde, tunapaswa kuhakikisha kuwa Kiswahili kunakuwa sehemu ya teknolojia za kisasa kupitia ujenzi wa hifadhi data za lugha, kamusi za kidijiti, mifumo ya tafsiri kiotomati na matumizi mengine ya teknolojia yanayowawezesha wananchi wetu kunufaika na uchumi wa maarifa. Fauka na hayo, vijana wetu wanapaswa kupewa nafasi ya kutumia Kiswahili katika ubunifu, sayansi, biashara na teknolojia. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, serikali ya Tanzania itaendelea kushirikiana na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kakama na taasisi nyingine za Kiswahili ili kuhakikisha kuwa lugha hii inaendelea kuwa chombo cha umoja, amani, maarifa, biashara na maendeleo ya wananchi wetu. Aidha, natoa wito kwa wanajumuiya wote na wapenzi wa Kiswahili duniani kote kubeba ajenda kukifanya Kiswahili kuwa lugha ya mawasiliano katika Umoja wa Mataifa kama ilivyo kwa lugha kadhaa nyingine. Ninaamini kuwa Kiswahili kinaweza kuipa sauti. Kutoka kwa viongozi wa serikali, mabalozi hadi wasanii, ujumbe umekuwa mmoja tu: Kiswahili ni lugha yetu, ni utambulisho wetu, ndicho chombo kikuu cha utengamano wa ukanda wetu. Kutoka hapa Burundi, jijini hapa Bujumbura, mimi ni Mutoi Mwajuma, mtangazaji wa redio Bonesha FM na Bonesha TV.